Naam, asante sana mtazamaji wa TBC1 kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya kutokea hapa jijini Dodoma. Hapa ndipo kunakofanyika maonesho ya Nane Nane kwa mwaka huu 2026. Na mimi mguu wangu nimekuwa nikitembea katika maeneo mbalimbali. Kubwa zaidi tu ni kukuletea yanayojiri katika viwanja hivi. Na leo niko wapi? Leo niko hapa katika banda maalum kabisa la Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kubwa zaidi tumekuja kufahamu kwanza shughuli za wizara inafanya mambo mengi, na kwa hakika ukifika katika banda hili utakuwa shahidi kabisa kwa namna gani ambavyo kumekuwa mara nyingi umati wa watu unakuwa mkubwa kulikwenda wanakuja kutembelea katika banda hili wakiwa na changamoto, wakitaka kujifunza kusana huduma mbalimbali za wizara. Nipo naye hapa yeye ni kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dodoma, ambaye tutakwenda kuzungumza naye kwanza kuhusiana na shughuli za wizara, lakini nimepata taarifa kwamba wizara sasa hivi inajipiga kifua ikisema kwamba ina mfumo wa kidijitali wa e-ardhi. Unafanya vipi kazi? Tutakwenda kufahamu moja kwa moja kutoka kwa kamishna msaidizi Happiness Mtutwa. Kwanza nikukaribishe katika kipindi chetu, lakini kubwa zaidi Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwanza jambo la msingi kabisa, imekuwa ikifumbata majukumu gani ya kiwizara na ambayo wizara imekuwa ikiyashughulikia? Karibu. Asante, tunashukuru. Tuko hapa kwenye viwanja vya Nane Nane, tunaendelea kutekeleza maelekezo ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye specifically kwenye wizara yetu alituambia tuwafuate wananchi walipo na tutoe huduma bora kwa kuwafuata wananchi walipo. Lakini pia kwenye wizara yetu Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Akwilapo amekuwa akisisitiza kwamba kwenye mikusanyiko, kwenye shughuli mbalimbali za kiserikali au hata zisizo za kiserikali, lakini ndani ya mkoa wa Dodoma kukiwa na shughuli ambazo zinakusanya watu wengi kama wizara, lakini kama mkoa wa Dodoma tujitahidi kuwa tunafika kwa ajili ya kuhudumia wananchi, kutoa huduma mbalimbali zinazohusiana na sekta ya ardhi. Hapa tulipo ni Ardhi Village kama ambavyo umeambiwa. Wataalamu wote wanaohusika na masuala mbalimbali ya sekta ya ardhi kama Wizara ya Ardhi tupo hapa, lakini kipekee na kwa uzito mkubwa tuko hapa watumishi wa sekta ya ardhi mkoa wa Dodoma. Lengo ni kutoa huduma nzuri, huduma za karibu kwa wananchi wetu wa mkoa wa Dodoma, ambavyo kama wanavyofahamu kwa miaka ya hivi karibuni kumekuwa na mwitikio mkubwa na mwamko mkubwa wa watu mbalimbali kuhitaji viwanja, kumiliki maeneo katika mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo tuko hapa ili angalau sasa wale wananchi wote wenye uhitaji wa kupata hati tuhakikishe wanapata hati hapa papo kwa papo. Na ndio hapo ninapokuja kukuambia kwamba tuna mfumo tunautumia wa kidijitali, mfumo wa e-ardhi ambao sasa hivi umekuwa mfumo rahisi kwa watumiaji wetu, na hata sisi pia tunavyotoa huduma kwa kutumia mfumo huo imekuwa ni mfumo ambao unaweza kutoa huduma kwa haraka. E-ardhi ni mfumo wa kidijitali ambao unaweza kupata kwenye simu yako ya kiganjani. Tunaamini watu wote sasa hivi, wengi, asilimia kubwa ya watu wana simu za kiganjani na wanaweza kuingia kwenye Play Store, Google, wakapata ile app ya e-ardhi wakajisajili. Na ili uweze kujisajili mwananchi unahitaji tu kuwa unafahamu namba yako ya NIDA, kwa sababu kule kwenye NIDA sisi tuweza kupata taarifa zako nyingi zinazokuhusu. Kwa hiyo pia imepunguza mlolongo wa kumwambia mwananchi lete hiki ili tumtambue, kwa sababu ataingia kwa taarifa yake ya NIDA. Kwenye NIDA tunapata taarifa nyingi zaidi kwa sababu tumeungana kwenye mifumo ya kiserikali. Lakini namba yake ya simu ambayo anaitumia kwenye kujisajili NIDA na namba ya simu, na akishajisajili atakuwa yeye anapewa namba maalumu ya siri ya yeye mwenyewe kufuatilia ombi lake kwenye ardhi kwenye app ya e-ardhi.
Sawa sawa. Maelezo kwa kina kuhusiana na mfumo wa ardhi, na hapa unaweza ukaiona wazi kabisa yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kwamba mifumo isomane. Kwa hiyo hata mfumo wa ardhi unapoweka tu nambari yako ya NIDA tayari taarifa zote zile ambazo zinakuhusu zinakuwa, mfumo huu unaweza kukufahamu wewe ni nani, ama mmiliki wa ardhi hii, ama huyu aliyejisajili ni nani. Lakini mfumo huu kwa mfano unaanza kufanya kazi kwa wakati gani? Yaani kwa maana mimi sina kiwanja lakini ninatarajia kupata kiwanja. Je, ninaweza nikaanza kujiunga kabisa, ama natakiwa kuanza kujiunga wakati gani hasa ambao tunasema ni wakati sahihi, na unanisaidia vipi kwa ajili ya kunirahisishia mchakato mzima wa umiliki wa kiwanja hicho? Sawa, kwenye kujiunga hatuwezi kukuzuia kujiunga. Kama pengine unataka kujifunza nini kilichopo huko, haya maneno kamishna anayoyasema hapa yana ukweli, kwamba naweza kuingia kwenye simu yangu kwenye app ya e-ardhi nikaona taarifa zangu na mambo yanayohusiana na umiliki wa ardhi. Kwa sababu ukishaingia tu kwenye ile poto au window ya e-ardhi, pale unaanza kuona unatakiwa uwasilishe taarifa. Utaona shughuli mbalimbali zinazofanyika kwenye wizara au mkoa kuhusiana na e-ardhi. Kwa hiyo utaona utatakiwa sasa unataka kuomba maombi gani, yanahusiana na upimaji wa ardhi, yanahusiana na mipango miji, yanahusiana na malalamiko, yanahusiana na umiliki labda wa hati, yanahusiana na uthamini. Utaona ile poto inakupa, kwa hiyo wewe unachagua kwamba nataka kwenda kuhudumiwa jambo gani. Kwa hiyo unaweza kuwa na hiyo app na unaweza ukajisajili hata kama una kiwanja kwa lengo la kujifunza, lakini pia inawezekana kuna jambo unataka kutushauri au kuwasilisha kitu kama malalamiko, iko fursa pale ya kukuwezesha wewe kufanya hivyo. Lakini specifically kwa wale wananchi ambao sasa wanahitaji huduma, wana viwanja tayari, wanahitaji kupewa hati, manake anavyoingia kwenye ile app sasa inamuuliza details zake za kiwanja, kwamba kiwanja ni namba ngapi, kitalu gani, kiko wapi, anaweka pale zile details. Lakini pia itamtaka awasilishe nyaraka, kwa sababu unavyosema kiwanja ni cha kwako, kuna nyaraka mbalimbali ambazo sisi zitatupa kujua kwamba kiwanja ni cha kwako, kwamba kile kiwanja ni cha kwako, umekipataje, umenunua, wewe ndio mmiliki, hakuna mgogoro wa mpaka. Ziko nyaraka mbalimbali ambazo watakuwa uupload pale ili sasa ombi liweze kutufikia. Kwa hiyo ile window sasa itakutaka uattach zile document, na ukishamaliza tu kukamilisha maombi yanalipiwa shilingi 5,000. Kwa hiyo utalipa control number, utapata control number, utalipa shilingi 5,000 na maombi yako ya kiwanja hicho, ya hati hiyo, yatakuwa tayari yamewasilishwa kwetu. Na ndio hawa wananchi ambao unaona wapo, wengine wamekuja kuchukua hati zao kwa sababu tayari maombi tumeshayashughulikia, yamekamilika. Kwa kung'ata sikio tu mtazamaji ni kwamba tutapata fursa hii leo ya kushuhudia wananchi wakikabidhiwa hati zao hapa, na utapata fursa ya kuweza kuona hilo. Lakini kwa sasa natamani tuzungumzie kitu kwa uchache sana kabla tuja kwenda kutazama namna ambavyo mfumo unafanya kazi kwa tafsiri halisi. Eneo la migogoro, tunaambiwa kwamba mfumo huu umekuwa ni mfumo muhimu pia katika kurahisisha utatuzi wa migogoro ya ardhi, na sasa hivi wizara inajiimarisha sana kwenye eneo hilo kuhakikisha kwamba inapunguza ama inamaliza kabisa migogoro ya ardhi. Kwa namna gani? Sawa, kwanza kabisa niseme taarifa zote za michoro yetu ya mipango miji zimewekwa kidijitali. Mafaili hata yale ya zamani, michoro ile ya zamani iko kwenye mfumo. Taarifa za upimaji za zamani ziko kwenye mfumo, na hata sasa hivi wanavyoenda kupima maeneo mapya wanaingiza moja kwa moja kwenye mfumo. Lakini hata utoaji wa hati pia, zamani ilikuwa kwa sababu ya kufanya mambo manually, ilikuwa inawezekana kutoa hati, kufanya double allocation, kiwanja kimoja wakapewa watu 2, 3. Lakini kupitia mfumo huu sio rahisi kufanya hiyo kitu, sio rahisi kufanya ule ujanja, kwa sababu ni mfumo ambao niseme ni mfumo umekuwa wa wazi. Yaani kuanzia mwananchi anavyoomba kwenye simu yake, anaona kwamba sasa hizi ombi langu limehama, limetoka kwa afisa fulani
limeenda afisa fulani, limeenda ngazi fulani. Mwananchi ana uwezo wa kuona hatua kwa hatua. Kwa hiyo ni mfumo wa uwazi. Lakini sio tu mwananchi, hata sisi maafisa ukiingiza tu details naweza kuona kwa uwazi kabisa kwamba hili jambo limefikia hatua gani. Kwa hiyo kwetu imepunguza migogoro, kwa sababu baadhi ya migogoro na changamoto wakati mwingine zilikuwa ni za uzembe labda watumishi kiutendaji, lakini wakati mwingine hata mwananchi alikuwa anaweza akaomba kiwanja ambacho sio chake, lakini wakati mwingine ilikuwa changamoto za mipaka ambazo sasa hivi kwenye mfumo kwa kiasi kikubwa zimekuwa solved. Asante sana. Bado niko hapa na Happiness Mtutu ambaye yeye anatupitisha katika kufahamu mfumo huu vizuri. Kumbuka tu kwamba yeye ni kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dodoma, na kwa hakika tumeweza kunufaika. Sasa nafikiri ni wakati mzuri sasa wa kwenda kuangalia namna gani ambavyo mfumo unafanya kazi, lakini wakati tunakwenda natamani kufahamu mfumo huu unafanya kazi katika mikoa yote nchini ama ni baadhi ya mikoa tu? Kwa sasa hivi majiji karibu yote yana mfumo huu. Hapa nazungumzia jiji la Mwanza, nazungumzia Mbeya, nazungumzia Tanga, nazungumzia hapa Dodoma tulipo na Arusha. Tunatumia mfumo huu kwenye majiji 5. Kwa hiyo kote huko wananchi wanaweza kupata hati zao kwa mfumo wa kidijitali, na umekuwa mfumo ambao angalau unawasaidia wananchi kutopanga foleni muda mrefu, unawasaidia wanapata muda wa kufanya vitu vingine vya kujijenga na kuzalisha kiuchumi, huku wakifuatilia maendeleo ya hati zao kwenye kiganja, na wakipata message hati imekamilika ndio unaona wamekuja kwa ajili ya kupewa hati zao. Sawa sawa. Mtazamaji wa TBC1, nikikwambia kwamba tupo katika kijiji cha ardhi, maana yake ni kijiji cha ardhi kweli kweli. Ukiangalia eneo hili lote imezungukwa na ni wataalamu ambao wanaendelea kufanya shughuli mbalimbali kuhusiana na kuwasaidia wananchi. Sasa hapa tunaona tupo katika banda hili. Ardhi ni mali, hakikisha inakutambua wewe kisheria. Tutakwenda kufahamu kwa kina kuhusiana na sehemu hii ama katika banda hili na shughuli ambazo zinafanyika hapa. Kuna mtaalamu namuona hapa, tafadhali uanze kwa kujitambulisha, lakini utuambie hapa tupo katika kitengo gani hasa. Kamishna ameona tuanzie hapa na kufahamu pia shughuli zenu. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Upendo Moses, afisa ardhi mteule halmashauri ya wilaya Chamwino. Katika maadhimisho ya 8/8 tulioanza tarehe 1 mwezi wa 8 2026, wilaya ya Chamwino tunatoa huduma mbalimbali za ardhi kama vile elimu juu ya umiliki wa ardhi za hatimiliki za kimila na hatimiliki zile za kawaida. Tunatoa elimu kwa wananchi juu ya ngazi mbalimbali za utatuzi wa migogoro ya ardhi. Katika maonesho haya tunafungulia wananchi akaunti kwenye mfumo mpya wa e-ardhi ulioanza rasmi mwaka 2024. Pia tunaanzisha miamala kwa ajili ya wananchi kuwapatia hati zao, na pia tunawatoa kodi ya pango la ardhi. Ndio. Na asante sana. Umegusia pia eneo la mfumo wa ardhi. Ni kwa namna gani kwa wananchi wanaofika hapa wanaopokea mfumo huo, na pengine wanaokuja hapa ni pia mnaona kuna ambao tayari wameanza kuutumia ama ndo kwanza wanausikia na mnawaelimisha? Wananchi wameshauelewa mfumo kwa sababu hapa tuko mkoa mzima ukijumuisha wilaya na kamishna na msajili. Wananchi wanaofika hapa ni wale ambao wamefika hatua za mwisho kwa ajili ya kuchukua hati zao. Hivyo tunamalizia zile hatua za mwisho na mwishoni wanapata hati zao hapa hapa. Unakuta mwananchi anakuja siku hiyo hiyo, ameanzisha muamala, unafika ofisini, unamfikia kamishna msajili na siku hiyo anachukua hati yake.
Asante sana. Mtazamaji, tutaendelea kuzunguka katika maeneo mbalimbali. Kwa eneo hili basi tuache waendelee kuwahudumia wananchi ambao wako hapa, wanaendelea kupatiwa huduma, na sasa tunaelekea katika eneo lingine ambako nikitazama naona hapa ndani wako wataalamu kutoka wilaya ya Mpwapwa, wilaya ya Kongwa pamoja na Kondoa, ambao pia tutakwenda kuzungumza nao kuhusiana na shughuli ambazo wanazifanya na wananchi wanaofika katika banda hili na huduma ambazo wanazitoa. Wapo watumishi hapa ambao wako tayari kabisa kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Tutakuuliza jina lako, utajitambulisha, alafu pia utatuambia ni kipi ambacho kinafanyika katika eneo hili. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Graciana Asenga, ni afisa sheria hapa, na huduma hapa tunazozitoa ni pamoja na kutoa hati, pamoja na kuhakiki miamala yote ambayo inatokea jiji ambayo inaelekea kusajiliwa. Sasa pengine mchakato unakuwa kwa namna gani kwa wananchi ambao wanafika hapa? Ni wananchi ambao wapo katika level gani katika kufuatilia changamoto zao? Wananchi wanaofika hapa wanakuwa kwenye level tayari ambao tayari wanakuwa wameshaanza michakato kutokea ofisi za jiji. Kwa hiyo sisi kama ofisi ya mkoa tunahakiki dokumenti zote ambazo zimetokea jiji kabla hazijafikia hatua ya kusajiliwa, hatimaye mwananchi anapata hati. Asante sana. Nashukuru. Tunaendelea kufika katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuweza tu kufahamu shughuli ambazo zinafanyika hapa. Ukitazama katika chumba hiki wataalamu ni wengi ambao wanaendelea kufanya kazi, na kama unavyoona kila mmoja yuko busy akihakikisha kwamba anatimiza majukumu yake, na wananchi wanaendelea kufika hapa. Kwa wakati huu basi tunaingia katika eneo lingine tena ambako hapa sasa ndipo ambako unaweza ukaona namna gani ambavyo wananchi wameendelea kuwa ni wengi. Wote hawa wamekuja kwa ajili ya kutaka kupatiwa huduma, na basi huduma zinaendelea kutolewa hapa. Kumbuka haya ni maonesho ya 88 kwa mwaka huu 2026, na Wizara ya Ardhi imekita kambi hapa yenyewe na kijiji kabisa. Si tu kwamba banda moja, wana kijiji kabisa kuhakikisha kwamba changamoto mbalimbali za wananchi zinatatuliwa kwa kina kabisa. Na hapa nilipofika wananchi ni wengi, wanaendelea kupatiwa huduma kwa kina kabisa. Wapo wataalamu wengi, lakini mimi nitamchagua mmoja hapa kuweza kuzungumza naye. Tafadhali naomba tusogee kwa hapa karibu ili tuweze kuteta kwa pamoja. Utaanza kujitambulisha jina lako, alafu utatuambia hapa tupo katika eneo gani, mnahusika na nini hasa, kwa namna gani pia mnawasaidia wananchi wanaofika hapa. Asante. Jina langu naitwa Lemsi Julius Ngole. Mimi ni afisa ardhi, na afisa ardhi kutoka ofisi ya mkurugenzi wa jiji Dodoma. Shughuli tunazoshughulika nazo hapa ni kupokea na kusikiliza kero mbalimbali za wananchi, lakini kikubwa zaidi ni kutoa hati miliki kwa wale wananchi ambao tayari wameshakamilisha taratibu zao za kuomba kumilikishwa ardhi kwa mujibu wa sheria. Ukigusa eneo la migogoro, ni eneo ambalo linagusa watu wengi, na kwa hakika unaona sasa ni mbio wizara kuhakikisha kwamba inapunguza migogoro hiyo. Migogoro ni kuja hapa hasa ni migogoro ya namna gani? Na nyinyi mnafanya jitihada gani kuhakikisha kwamba wananchi wakitoka hapa wanatoka wakiwa migogoro sifuri, tunasema hivyo? Asante sana. Kimsingi migogoro ni mingi, ni ya aina mbalimbali. Kwa mfano kuna mingine tunaweza kusema sio migogoro, labda ni changamoto za mtu kutokujua mipaka yake. Kwa hiyo inajitokeza wengine wanakuja wanasema kiwanja changu kuna mtu amejenga, ameingia, au nimeshindwa kuelewa mpaka wangu. Hizo ni changamoto sisi wataalamu tunazipokea na tunakwenda kujiridhisha. Mwishoni tunawatatulia wananchi wetu kwa kuwajulisha kwamba kwa mujibu wa ramani au kwa mujibu wa kiwanja chake anatakiwa ajenge kwa kufuata taratibu za ujenzi mjini. Lakini utoaji wa hizi hatimiliki za ardhi zinasaidia kupunguza migogoro, kwa sababu mtu kisha kuwa na hatimiliki moja inakusaidia kuimarisha ule usalama wa miliki yako. Kwa hiyo ukisha kuwa na hiyo hatimiliki inakusaidia moja kwa moja kupunguza migogoro kwa namna moja au nyingine. Na masuala mengine ni changamoto ndogo ndogo labda za mirathi, wananchi wanaeleweshwa, na hicho kwa upande wa sekta yetu ndio tunaona kidogo hiyo elimu ya mirathi wananchi haijawafikia vizuri. Kwa hiyo tunajitahidi kuwaelimisha
marehemu kama alikuwa anamiliki kiwanja, akisha labda marehemu ndugu huyo amefariki, achaguliwe msimamizi wa mirathi, afuate taratibu zote za kuhamisha miliki au za kuhakikisha kwamba ile mirathi inagawiwa ipasavyo kwa wale tegemezi au wale wanufaika wa mali ya marehemu. Kwa hiyo hizo ni sehemu ya huduma ambazo ofisi yetu inahitaji kutoa ushauri kwa. Asante sana kwa maelezo mazuri kabisa, lakini kwa kifupi sasa tunamaliza na wewe utuambie. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na mikopo, kuhusiana na mfumo wa e-ardhi ambao unafanya kazi hivi sasa. Kwa namna gani ambavyo unawarahisishia shughuli yenu katika utatuzi wa migogoro? Tunashukuru sana. Kwenye kipengele cha mfumo kwa kweli unatusaidia sana kutatua changamoto za migogoro kwa sababu kuna taarifa nyingi za kiardhi zimeingizwa katika mfumo. Kwa hiyo kitendo cha kuingizwa katika mfumo imetuondolea ile adha au ile mazoea tulikuwa tunafanya kazi kama manually. Unaenda unatafuta kitu labda ofisini faili. Hapa tunaweza ku access faili iliyopo kwenye ofisi ya mkurugenzi. Moja kwa moja tunalikuta, mteja wetu akituambia anaitwa mtu fulani, tunaingia kwenye taarifa zake tunamkuta. Kwa hiyo mfumo umetusaidia na kutusogeza jirani katika utoaji wa huduma hii kutoka kwenye taasisi ya serikali na mwananchi kwa ujumla. Mtazamaji, wizara na watumishi wanaendelea kujipiga kifua kwa namna gani ambavyo mfumo huu umekuwa na tija kwao, mfumo wa e-ardhi, na kwa namna ambavyo unaendelea kuwasaidia wananchi. Na mimi nasema kwamba tupo hapa, kubwa zaidi sasa ni kusikia kutoka kwa wananchi wenyewe kuhusiana na namna ambavyo huduma walioipata katika banda hili la Wizara ya Ardhi wameiona, wameifurahia vipi. Nikiangalia hapa naona kuna wananchi wapo, lakini naomba nizungumze na bwana mkubwa hapa ili atuambie kufika kwako hapa, changamoto gani ambayo ilikufikisha hapa na unaonaje namna ambavyo umehudumiwa. Karibu. Kwanza ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais, ni mshukuru Mheshimiwa Waziri, lakini pia ni washukuru makamishina wasaidizi wa mikoa, hususan dada yetu wa huu mkoa na watumishi wote kwa ujumla wanapambana kwa kweli. Mimi nimefika mahali hapa, nimekuja kufuatilia hati. Ninavyoona mambo yanaenda vizuri, vijana wanapambana, wanajinyima muda wa chakula, masaa ya kuondoka, wanachelewa, wanatuhudumia. Kwa kweli Mungu awabariki. Asante sana. Kuna mdau kama namuona anasema huyo bwana anayezungumza jina lake nani? Sasa utamfahamisha kwanza. Lakini baada ya kumfahamisha jina lako pia, twende moja kwa moja kwenye kufahamu. Wewe mara ya kwanza unafika hapa ilikuwa ni lini na mpaka sasa hivi changamoto yako imefikia hatua gani? Asante, kama ulivyosema, kwa majina naitwa Daniel Shotori. Mimi kwa mara ya kwanza hapa nilifika jana. Lakini udhaifu ulikuwa kwangu. Sikuweka miamara ya kutosha kwenye simu. Nikaishiwa pesa. Nikarudi nikaenda kujaza pesa. Kwa hapo ninavyoona hapa namalizia tu nichukue hati yangu. Anasema anamalizia mchakato aweze kuchukua hati yake, lakini pia kuna bwana mama hapa ambaye yupo. Utaanza kwa kutuambia majina yako, lakini pia utuambie ulifika hapo ukiwa na changamoto gani na unaonaje huduma ambayo umepewa, umefikia kwenye sehemu gani? Kama kuna mahali popote unahisi bado panatakiwa kuwekwa sawa, pia ni nafasi yako pengine ya kushauri. Asante sana. Kwa jina mimi naitwa Zena Mgagi. Nimefika hapa kwa ajili ya kuja kufuatilia hati ya kiwanja changu, na nawashukuru watu wa huduma ofisi za ardhi. Wameweza kuangalia taarifa zangu kwenye mfumo, na hapa wamenipa hii karatasi kwa ajili ya kuja kuchukua control number. Kwa hiyo wameniambia nikishapata hiyo control number nikilipia naweza kupata hati yangu leo. Kwa hiyo nashukuru sana. Wewe ulikuwa unautumia mfumo? Hapana, kwa kweli mfumo sijawahi kuutumia. Mimi nilichokuwa nafanya tu ni kufuatilia tu kwenye ofisi za ardhi. Ndio. Lakini kote huko mambo yako yamekwenda vizuri kabisa. Yamekwenda vizuri, nashukuru sana. Basi mambo yanakwenda hivyo, tumwache sasa aendelee na taratibu zingine ambazo zinaendelea hapa. Lakini tumefika katika banda hili. Kwa hakika banda hili ni miongoni mwa mabanda ambayo kama mpiga picha wangu anavyokuonesha limenawiri kweli kweli, watu ni wengi, wako busy hapa. Tutakuwa na muda mchache wa kuzungumza na afisa kidogo ambaye naye yeye yuko busy, na mimi naomba nikuazimie dakika zako kadhaa tu ili tuweze kuzungumza kuhusiana na jambo hili. Kwanza utaanza kwa kujitambulisha. Alafu naona watu wapo wengi kweli kweli hapa. Tunafanya nini hapa? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Rogers Mganyizi, ni afisa ardhi Dodoma Jiji. Banda hili ni maalum kwa ajili ya wananchi ambao tayari washapata ankara za awali za maombi ya hati. Wakija banda hili tunatoa malipo ya mwisho kwa ajili ya maandalizi ya hati.
Baada ya hapa, kulingana na banda tulivyo design, mwananchi anatakiwa aendelee na hatua inayofuata, kwa maana akishalipia hapa na nikajiridhisha kwamba nyaraka zake ziko sawa, nikamtolea ankara ya pili akalipia, sasa anakwenda hatua inayofuata ambao hati yake sasa inakwenda kwa kamishna kwa ajili ya kusainiwa. Akitoka kwa kamishna anaelekea kwa msajili kwa ajili ya kusajili hati. Baada hapo anaprintiwa hati yake, anaondoka nayo nyumbani. Ili zoezi kwa namna ambavyo linafanyika kwa mtu ambaye taarifa zake zimekaa vizuri, linaweza kuchukua muda gani? Hapa zoezi hili la kutoa ankara ya malipo ya awamu ya pili linachukua sio chini ya dakika 3. Mteja anakuwa ameshapata ankara yake, analipia, akishalipia anajulisha kwamba nimelipa, na mimi kwenye mfumo anaona kweli amelipa. Baada hapo natuma maombi yake kwa ajili ya hatua inayofuata. Ndio mtangazaji. Haya, asante sana. Basi tukuache uendelee na majukumu yako. Kwa hakika na sisi basi tuseme kwamba bado tupo katika banda hili, na kwa sasa hivi pengine ni kufahamu tu kuhusiana na wito sasa wa watumishi wa wizara hii na kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo wanaweza wakawa wanayo ya kuyazungumza, na ikiwa ni pamoja pia na kuendelea kuwaalika. Bado tuna siku hapa moja tu kuelekea kilele cha 88 yenyewe, kufahamu kwa namna gani ambavyo basi wamejipanga ama wanawakaribisha wananchi. Na tutakwenda kumaliza kwa uchache sana kwa kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dodoma, yeye kwa ajili ya kuzungumza kwa uchache kuhusiana na kuwakaribisha wananchi kufika hapa, lakini pia kuja kutatua kero mbalimbali za ardhi, masuala ya uthamini, fidia na mambo mengine mengi ambayo yanaihusu wizara ya ardhi. Mimi ni Abu Twalib Makame, nikikusi endelea kubaki nasi. Tunamaliza naye tu. Asante. Nitoe wito kwa wananchi wetu wa mkoa wa Dodoma ambao bado hawajapata hati miliki za viwanja vyao ambavyo wanavimiliki kihalali, waendelee kufika kwenye viwanja hivi vya 88. Bado tutaendelea kuwepo hapa mpaka tarehe 9, na niwahakikishie kabisa tumejipanga vizuri pamoja na wataalamu wenzangu. Kila mwananchi anayewasilisha maombi ya kumilikishwa ili apewe hati yake atakabidhiwa hati yake tukiwa hapa kwenye viwanja hivi vya 88, na wasiendelee kulalamika kwamba hawapati huduma. Wafike kwenye ofisi zetu hata tutakapokuwa tumefunga maonyesho ya 88. Kikubwa ni kuonana na mtu sahihi ambaye anahusika na kutoa huduma hizi za sekta ya ardhi. Changamoto tunaipata kidogo kwenye sekta yetu ya ardhi, kwa sababu pia ni kitega uchumi cha watu wengi, kuna watu kati wengi. Kwa hiyo saa nyingine wananchi wanakata tamaa, hawafiki kwenye ofisi zetu kwa sababu wanakutana na niseme vishoka au watu kati hapo ambao wanawakatisha tamaa, kuwaonyesha mchakato wa kupata hati ni mgumu au gharama ni kubwa, na kuwaonyesha kwamba bado kuna changamoto za kupata hati. Lakini niwahakikishie huduma zipo, zinatolewa na tunatoa bure. Malipo yanafanyika kwa control number ambazo zinatoka kwenye mfumo, na hata kwa kipindi hiki tu cha hapa tukiwa 88 tumeshahudumia wananchi 1200, unaweza ukaona. Kwa hiyo najua wapo bado ambao hawajapata hati, na tungependa kama una nyaraka halali na kiwanja ni cha kwako kihalali, omba kupitia mfumo wetu wa ardhi ili tukuhudumie na uweze kupatiwa hati kama wengine tunavyoona wanapata hati zao kwa urahisi kabisa. Wananchi zaidi ya 1200 wameweza kuhudumiwa na bila shaka kupatiwa hati zao. Unaweza kuona idadi hiyo, na sasa kama tulivyokuahidi mwanzo kabisa wakati tunaanza kipindi hiki ni kwamba tutapata hiyo fursa ya kuweza kushuhudia wananchi wakikabidhiwa hati hapa, na bila shaka hapa pia ndo mahali sahihi kabisa, si ndio? Sasa ni nani hapa ambaye ndo anakwenda kutufungulia zoezi letu hapa, tuone akikabidhiwa hati yake? Hati bwana, kuna mwananchi ambaye tayari ameshakaa katika kiti hicho na tayari hati yake ipo katika hatua za mwisho hapo, imepita kwa mtaalamu. Bila shaka baada ya hapo basi atakwenda kukabidhiwa hati yake. Hii sasa inamaanisha kwamba inawezekana. Kuona printer yetu pale ina print hati ya mwananchi huyo ambaye amefika hapa. Kwa hiyo mchakato unaendelea, ni sekunde kadhaa, haifiki hata dakika moja. Anaprintiwa hati yake, anapewa hapo, anakabidhiwa, anaenda na tabasamu
kama ilivyo maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tupeleke tabasamu kwa wananchi wetu. Nasi kwa upande wa ardhi tunajitahidi, kama kiwanja hakina mgogoro, mwananchi ameomba, nyaraka ziko sawa, apewe hati. Jamani, hati hii kama inavyoweza kuonekana hapo, na bila shaka basi sasa naanza kuona tabasamu pia kwenye uso wa mwananchi huyu ambaye anapewa hati. Kwa maana yake ni kwamba mambo haya labda pengine yalikuwa sio ya kuyategemea, lakini sasa imekuwa hivi. Mtazamaji wa TBC1, hizi ni juhudi ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba migogoro ya ardhi inapungua, lakini pia watu wanapata haki yao ya kuweza kumilikishwa ardhi, na ni mifumo lakini pia kwa taratibu maalum ambazo ukizifuata kikamilifu basi unapata fursa ya kuweza kukabidhiwa hati. Hapa tunaona zoezi la kukabidhiwa hati linaendelea. Basi nashukuru sana. Pengine unajisikiaje leo? Utaanza kwa kutuambia jina lako. Unajisikiaje leo unakuwa miongoni mwa wananchi ambao wamepewa hati? Utamwangalia mtazamaji kidogo hapo kwenye TV yake. Okay, asante. Kwa jina naitwa Shani Malinda. Mimi ni mwananchi wa Dodoma. Kwa kweli nimefarijika na nimefurahi sana kwa sababu nimepata hati kwa muda mfupi. Nilikuja jana na leo nimeweza kukabidhiwa hati. Kwa kweli nawashukuru sana, na hii kliniki kwa kweli ina mafanikio makubwa sana. Na washauri wananchi wote wa Dodoma waje kwa wingi kwa ajili ya kuhakikisha wanapata hati zao. Asante sana. Mtazamaji, umeona tabasamu hilo, bila shaka dhahiri shahiri kwamba linaendelea hapa. Lakini pia kwa uchache tu mtaalamu utatuambia ili zoezi hapa la kuprint tunaambiwa kwamba halichukui hata sekunde kadhaa. Imekuwaje wepesi kiasi hicho, kwa sababu hati si masihara? Ndio. Asante. Mimi naitwa Wilson Peter Leonard. Mchakato wa kupata hati sasa hivi hauchukui muda mrefu kwa sababu kupitia mfumo mpya wa e-ardhi umekuwa unarahisisha kazi, kwani mteja anaweza akafika hapa na kupata hati yake ndani ya sekunde chache na karidhika kabisa, akaondoka na furaha tele. Ndio kabisa. Haya, asante sana, tunakutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako. Naam, hati nyingine hiyo inakabidhiwa hapa. Huyu sasa anapata hati yake, bila shaka mambo ni mazuri. Naye pia atatuambia kuhusiana na namna ambavyo anajisikia baada ya kupata hati yake hii leo. Kwanza utuambie jina lako, lakini unajisikiaje sasa? Pengine mchakato huu umekuchukua muda kiasi gani mpaka leo unapata hati yako? Asante mtangazaji. Kiukweli ninafurahi kutumia mfumo kufuatilia hati, kwa maana kwamba nimeweza kuwa naona kila hatua ambavyo hati imekuwa inachukua. Mimi nilifanya maombi haya takriban kama wiki kadhaa za nyuma, lakini kwa sababu ya majukumu mbalimbali sikuwa naifuatilia kwa muda, lakini jana nilipata message kwamba bwana, hati yangu iko tayari kuja kufuatilia. Na kwa sababu nipo kwenye maonyesho nikaambiwa kuna clinic, nikaamua kuja kuchukua. Hongera sana kwa kumiliki na kupata hati sana. Haya, mwananchi mwingine huyu anapata, na mimi nazungumza nao kuweza kufahamu michakato. Umeona kuna mwingine anakuambia mchakato umetumia muda mfupi, mwingine hivyo, kila mtu na kwa namna yake. Sasa na utatuambia pia kwa upande wako wewe, mchakato mpaka leo unaishika hati yako hivi, umetumia muda gani? Mimi naitwa Leticia William Shengoma na nimetokea Dar es Salaam. Nimekuja kufuatilia hati yangu, na hii ni hati ambayo nimefanya maombi siku ya Jumatano. Na mpaka jana ilikuwa iko tayari. Lakini nimekuja leo asubuhi, nimetumiwa message jana, leo asubuhi ndio nimekuja kuomba kupewa. Kwa hiyo napenda kushukuru Wizara ya Ardhi na serikali kwa ujumla kwa kuanzisha mfumo mpya huu ambao kwa kweli unachukua muda mfupi sana. Kwa kweli nimefurahi, na ninafurahi sana kwamba ninavyorudi Dar es Salaam nimewaambia naenda kufuatilia masuala ya ardhi. Kwa kweli ninaenda kuwapelekea ushuhuda kwamba inawezekana ndani ya muda mfupi kuweza kupata hati. Asanteni sana, na napenda kuwashukuru watumishi wote wa ardhi ambao wamenisaidia katika mchakato huu. Asante sana. Kwa kweli mtazamaji wa TBC1, Waswahili wanasema wakati ni ukuta na ukipambana nao utaumia mwenyewe. Lakini kamishna msaidizi, kwa uchache sana kwa muda huu mfupi, labda ungetuambia haya mafanikio tunayaona hapa ni kwa sababu ya 88 tu ama yataendelea pia hata baada ya 88 kumalizika?
Kwa mkoa wa Dodoma niseme kwamba haya mazoezi ya kliniki za ardhi tumekuwa tunayafanya mara kwa mara. Niseme ni mkoa ambao hatupoi. Tunatoa hati nyingi, tunahakikisha kero za wananchi na malalamiko yanayohusiana na hati yanakwisha. Kwa hiyo tupo hapa 88, lakini hata baada ya 88 tunaendelea kwenye ofisi zetu, lakini nilisema ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, kwamba kila panapokuwa na shughuli yoyote ambayo inahusisha watu wengi kwenye mkoa wetu wa Dodoma, tuwafate wananchi, tuweke kambi, wataalamu wote, tuweze kutoa huduma hizi. Tunapokuwa wataalamu wote kwa pamoja kama one stop center, tunarahisisha sana huduma, tunatoa huduma bora na kwa urahisi. Kwa hiyo ni mazoezi ambayo tunaahidi tutaendelea nayo. Na niseme kitu kimoja pia, ndugu mtangazaji, kama umeona miongoni mwa wanaochukua hati sasa hivi wengi wapo wanawake. Zamani kwenye sera ya taifa ya ardhi mwaka 1995 kulikuwa na vipengele ambavyo vilikuwa vinawabana wanawake kumiliki ardhi. Kulikuwa kuna mila, desturi ambazo zinakuwa zinakandamiza wanawake kuwa wamiliki wa ardhi au kutumia ardhi au kurithi ardhi. Lakini kwenye hii sera ya ardhi ya mwaka 95 ambayo ni toleo la 2023 lililozinduliwa mwaka jana na Mheshimiwa Rais, serikali iliboresha hivyo vipengele na tumeboresha mifumo ambayo kwa sasa hivi inamwezesha mwanamke kwa kiasi kikubwa kutumia ardhi, kumiliki ardhi, kuwa na hati na kuitumia ardhi hiyo au hati yake kwenye shughuli za kimaendeleo. Na mwamko nimeuona kwa mkoa wa Dodoma, wanawake wengi wanakuja kuomba kumilikishwa na kupewa hati za viwanja vyao. Kwa hiyo nitoe rai pia kwa wanawake wengine ambao bado wanadhani hawawezi kupata hati, wanaweza kupata hati. Kama wana maeneo waombe pia wamilikishwe, ili tuzidi kuwa wengi zaidi wenye hati za kumiliki ardhi kwa ajili ya maendeleo ya familia, lakini na taifa pia. Asante sana. Ni Happiness Mtutwa, yeye ni kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dodoma. Tunamalizania namna hiyo akiwa na wito wenye nguvu kabisa kwamba ardhi sasa zinazingatia jinsia, kwa kukisha kwamba pande zote mbili zinakuwa na haki sawa ya kuweza kumiliki ardhi. Mimi naitwa Abu Twalib Makame, kwa niaba mpiga picha wangu Linus Gamarwa. Tunafikia tamati sasa ya kipindi hiki ambacho tumekuepo hapa kwa takriban nusu saa hii nzima tukijaribu kuangazia eneo hili la ardhi kwa upekee na kwa umuhimu wake. Basi hadi wakati mwingine, endelea kuwa na utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea hapa TBC1. Kwa heri kwa sasa.